السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم تكي رحمة أماني ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم وتكوفوا إسلامه. Kwa mara nyingine na wasalimia kwa salamu ya watu wa peponi, na Allah tujalie tuwe miongoni mwao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada niliyopewa niangazie ni athari mbaya ya madawa ya kulevya katika maisha ya mwanadamu na katika maisha ya Muislamu na katika maisha ya askari. Na kwa hakika athari hii ya madawa ya kulevya huwa ni kubwa zaidi inapokuwa ni mtu ambaye alipewa majukumu ya kulinda nchi. Lazima mufahamu ya kwamba nyinyi ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia majukumu ya kulinda nchi hii, ikiwa nyinyi ndio walinzi na mukalegeza kamba, mutakuwa sababu ya watu wengine pia kuanguka chini. Lakini nyinyi mkisimama imara, basi itakuwa sababu ya watu kuwa na amani na khairi kuenea. Bali unapofanya kazi yako kisawasawa, hata kama si Muislamu, utakuwa umepata baraka katika maisha yako na utakuwa ni mwenye kulindwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu katika sifa zake ni Ash-Shakur, Mwenyezi Mungu ya kushukuru. Watu husema fulani ni mwizi wa fadla na ihsani. Fulani hata mfanyie lipi, hajui ihsani, hajui wema. Lakini Allah ukifanya jambo kwa ajili yake, sifa yake ni Ash-Shakur, atakulipa hata kama si Muislamu. Na katika miaka ya nyuma katika mji huu wa Mombasa kulikuwa na harakati kubwa ya kupinga madawa ya kulevya. Bali nakumbuka Old Town, kuna mimi mtu wa Mombasa, watu wengi wafikiri mimi mtu wa Nairobi, lakini mimi mtu wa Mombasa, mimi mtu wa Spaki hapa jirani yenu. Na katika police station moja, wakati mmoja kulikuwa na harakati ya kufunga vijana ambao walikuwa wakitumia visu na madawa ya kulevya. Na nakumbuka aliyekuwa akisimamia pale hakuwa Muislamu. Mtu huyu tulimuombea hata kama hakuwa Muislamu. Sijui yuko wapi, alikuwa akiitwa OCS, alikuwa sijui Francis Mwangi, kitu kama hiyo. Sijui yuko wapi. Na kama wamjua na uko katika polisi, kama bado yuko Central, lakini tabu za police station, wajua OCS fulani yuko hapa, mara asikia shahamishwa. Sijui lazima mkae pale miezi kadhaa ndo utolewe. Lakini huu ni mtu ambaye sijawahi kumuona wala sijawahi kuzungumza naye, lakini ni mtu mimi kama Jamaluddin nimemuombea. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye yotusaidia katika kuchunga amani ya nchi na kupiga vita madawa ya kulevya, tumpenda hata kama si Muislamu, tumuombea hata kama si Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu pombe na madawa ya kulevya Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ameipatia sifa moja mbaya. Sifa gani? Qala sallallahu alayhi wasallam, hiya ummul khaba'ith, ni mama ya machafu yote. Mtu ikiwa amepewa akili timamu akaamua kujitia uandawazimu kwa khiari yake, akili yako iko sawa, hukutaka akili hii timamu, ukataka kuifinika, basi athari yake ni kwamba utapoteza dini yako, utapoteza dunia yako, utafeli katika familia yako, utafeli katika majukumu uliyopewa. Na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa kinywa pombe, bali masahaba walikuwa kinywa pombe. Tunajua ya kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alichaguliwa mtume akiwa na miaka mingapi? 40. Na akafa akiwa na miaka 63. Kwa hivyo kazi ya utume alifanya kwa muda miaka 23.
na tuigawanye mara mbili. Miaka 13 alifanya akiwa Makka. Alipofika umri wa miaka 53 akaambiwa sasa fanya hijra, nenda Madina. Akapiga kambi katika mji wa Madina kwa miaka 10, na hapo ndipo akazikwa salawatu rabbi wa salamu alayhi. Hasa miaka 13 ya kwanza ar-Rasul hakuambiwa zungumzie juu ya pombe. Aliambiwa zungumzie juu ya kuabudu masanamu na ushirikina, na watu kuamini kwamba yeye ni mtume Mwenyezi Mungu, na watu kuamini kwamba kuna kiyama na kuna hisabu. Kisha baada ya kuja Madina, miaka 2 ya kwanza pombe haikugusiwa wala hawakuharamishiwa. Ndio maana masahaba wengine walikuwa kinywa pombe bado. Katika visa vya ajabu miongoni mwa sahaba ambaye alikuwa kinywa pombe ni sahabi aljalil Hamza ibn Abdul Muttalib, sayyid ash-shuhada. Hamza alipokuja Madina kabla vita vya Uhud, baada vita vya Badr, kabla vita vya Uhud, walikuwa bado hawajakatazwa kunywa pombe, haijaharamishwa. Na tutaangazia namna pombe ilivyoharamishwa. Kulikuwa na stage 1, stage 2, stage 3. Hasa Hamza katika hali ya kulewa, na Ali radhiyallahu anhu ni ammi yake, kwa sababu Hamza ibn Abdul Muttalib na Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Ali yamwita Hamza am, yamwita uncle. Hasa ammi yake ni mlevi. Hasa siku moja Hamza radhiyallahu anhu baada ya kunywa pombe, Ali radhiyallahu anhu alikuwa na mipango ya kuoa. Akaamua kutafuta ngamia wawili wapate kuchinjwa, angalau iwe siku ya hafla watu wale. Ali amua nani? Amua Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Jamani, watu wa discipline force, hamumsalimu Mtume? Allahumma salli wa sallim alayhi. Katika hali kama hiyo, ngamia wawili wako hapo hiyo sehemu. Hamza akitoka na amelewa, aona ngamia wawili wako pale, akaamua kuwachinja wote wawili. Baada ya kuwachinja, nyama akagawanya, akawa ni mwenye kula ile nyama na kuwapatia wengine. Ali radhiallahu anhu ajiandaa kwa harusi. Akifika pale aona hakuna ngamia, hakuna nyama. Akiangalia huko mwana ammi yake, sijui zama hiyo kama kulikuwa na toothpick, lakini alimwona tayari huyu hali yake hairidhishi, na yeye ndo aliyechinja ngamia. Akaenda kumshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Rasulullah, ngamia niliyochangisha muda huo wote mpaka nikapata, baada ya kufika hali hii kisha naja kuona kwamba ngamia zangu wamechinjwa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia twende kwa huyo Hamza. Akifika akimwona Hamza amelewa. Sasa Ali radhiallahu anhu amwambia ninakushtaki kwa Mtume. Hamza kwa sababu ya ulevi aambia wewe na Muhammad kwani ni nani? Na Hamza ni Muislamu wakati huo. Aambia nyote si ni watumwa babangu nyinyi, kwani nini ni kina nani? Ar-Rasul alipoona hali hivyo akarudi nyuma akamwacha Ali peke yake. Baadaye harusi ikafanyika. Ulevi na pombe haikuharamishwa miaka 15 ya kwanza Ar-Rasul kuchaguliwa kwa Mtume, lakini ilikuja stages. Stage ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala alizungumzia kwamba neema zangu mwazitumia kutengeneza nazo pombe. Allah sema wa min thamarati an-nakhili wal-a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah akaangazia akasema, na katika neema zangu nimewapatia matunda, miongoni haya matunda mwatumia tende na mwatumia anab tuita grapes, zabibu kabla haijafanya nini, haijakauka, mwayatumia katika kutengeneza ulevi. Hasa Allah aliashiria tu, hakusema yafaa ama haifai. Baadaye baada ya kunywa miaka mingi na kwamba Allah ameashiria, kuna baadhi ya masahaba kabla Uislamu walikuwa hawanywi pombe. Kuna wengine wakawa wanywa pombe. Marhaba, karibu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam
baada ya kuja katika mji mtukufu wa Madina na Allah amefaradhisha swala, kuna baadhi ya masahaba hawajawahi kuonja upombe sawaan kabla mtume hajatumilizwa na baada. Miongoni mwa watu ambao hawakuwahi kugusa pombe ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sasa ilipokuja hii aya kwamba neema zangu mwatumia nayo kutengeneza ulevi, ikaja nukta ya pili. Nukta ya pili nayo Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akaamrishwa na Mwenyezi Mungu, wale ambao wanaokunywa pombe basi wasinywe pombe wakati wa swala imekaribia. Allah akasema, hii ndo level ya pili, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara, enyi mlioamini musikaribieni swala ili hali mko katika hali ya ulevi. Hii ndo stage 2. Na hapo masahaba wakawa wakinywa pombe, ima mtu yakunywa baada salati al-fajr ama yuanywa baada salati al-isha. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda pale. Kisha baadaye katika mji wa Madina, baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza na waumini, akawakataza vitu viwili. Akawakataza kunywa pombe na akawakataza kucheza kamari. Mwenyezi Mungu akasema, na hii ndo stage ya 3, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitani fajtanibu, epukaneni nayo. Iliposhuka aya hii, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema, niko pamoja na ammi yangu na masahaba wamekaa na watilia pombe, na mimi ndo mwenye kuwatilia pombe katika vikombe vyao. Waja wa Mwenyezi Mungu wakawa wametumwa kila mahali, waambieni watu kuanzia leo pombe ni haramu, fajtanibu, epukaneni nao, achaneni nao, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Anas asema radhiyallahu anhu, na watilia masahaba pombe, na mtu yuaja, jamani leo mwisho pombe, saa hii imeharamishwa, ameshuka Jibril sai kutoka mbingu ya 7, ametumwa na Allah jalla jalalu. Masahaba wakamwaga ile pombe. Wengine walikuwa washakunywa, ilikuwa iko ndani ya mdomo, hawajafanya nini? Hawajameza. Maadamu Allah amesema fajtanibu, wengine wakatema, hawakusema ishaingia wacha nishukishe, hapo hapo wakatema. Wengine wakafika daraja ya kujitapisha, kujitia vidole, ili asema maadamu aya imeshuka leo, pombe isibakie ndani ya tumbo yangu. Wakajitapisha kuyatoa yale waliokuwa wamekunywa. Kwa hivyo kama mtu ameathirika na pombe, yuweza kuacha. Kama mtu ameathirika na ushirikina, yuweza kuacha, kwa sababu pindi ukiachana na pombe na ukaachana na ushirikina na ukaachana na uzinifu, Allah atakupenda. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipoanza kuwalingania watu katika Uislamu, kuna baadhi ya watu walisema hii dini ni nzuri, lakini hii dini haitufai, yataka watu wazuri, watu wema, watu wasafi, haiwezi kutufaa. Wakasema, ya Rasulullah, ya Muhammad, alikuwa hajasilimu, inna alladhi tad'unana ilayhi alhasan, kile ambacho unatulingania kumwabudu Allah, kuacha maovu, kufanya mema, wallahi ni jambo zuri tamu, lakini hii haitufai sisi, kwa sababu tumeua sana na tumezini sana na tumelewa sana na tumemshirikisha Mwenyezi Mungu sana. Hii haitufai sisi. Twapenda na tuona mazuri yake, lakini is not meant for us. We are too dirty. Sisi ni wachafu. Mwenyezi Mungu akashukisha Qur'ani kuwajibu hawa, kwa sababu Rasul alishindwa kuwajibu. Mwenyezi Mungu akachukua jukumu kuwajibu, akawaambia, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun. Katika sifa waja wema, hawafanyi ushirikina, hawazini, hawatumii pombe, hawaui. Waman yaf'al dhalika yalqa athama,
na hao basi nitakutana nao siku ya Kiyama, na adhabu yangu yudhaafu lahum aladhabu yawm alqiyama wa yakhlud fihi muhana, illa isipokuwa yule ambaye ameua lakini amenitubia, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Yeyote aliyefanya haya yote lakini akanitubia, akaamini, akaamua kuwa mja mwema baada hapo, faulaika, hao mnaowaona, yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, asema siku ya Kiyama ikifika, hao nitawabadilishia madhambi yao, itakuwa ni thawabu. Jamani, mtukuzeni Mwenyezi Mungu, takbir. Yani Mwenyezi Mungu atakupa thawabu kwa tendo la zina ulilolifanya. La ilaha illa Allah. Umefanya ushirikina, Mwenyezi Mungu atakupa thawabu pindi unapomtubia na ukaamini na ukafanya vitendo vyema. Kwa hivyo katika funzo kubwa tunayopata ni kwamba yale ambayo tunayoyaona katika madawa ya kulevya na pombe, kila mtu aweza kuacha. Madamu masahaba waliacha, na sisi tuweza kufanya nini? Na sisi tuweza kufanya nini? Tuweza kuacha. Naomba muniangalie mimi bwana. Wajua mimi nasema udako na usabasi haifai. Niangalieni mimi. Sivyo? Tayib. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam baada kuwalingania watu na kuwaeleza hawa ambao waliokuwa wajiona sisi ni wachafu, dini hii haitufai, Mwenyezi Mungu hata tukubali, Ar-Rasul akawaambia, haya sikizeni Mwenyezi Mungu alivyosema. Na baada hapo watu wakaongoka. Hasa hapa ni wape fikra athari mbaya ya madawa ya kulevya, sawaan yawe ni madogo ama ni makubwa. Mfano wa madogo, mathalan mtu akiona miraa na mugoka atumie pesa kidogo, au iwe ni yale ambao wanayotumia pesa nyingi kununua kama cocaine na mambo mengine. Athari ya kwanza ni kwamba shida ya madawa ya kulevya na pombe na ulevi wa kila aina ya kufanya uwe mbali na Allah, ya kufanya uwe mbali na Allah. Yani wewe na Mola wako uhusiano wenu utakatika. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipotukataza pombe alituambia, musije kuswali mbele yangu ili hali mko katika hali ya ulevi. Kwa nini? Kwa sababu hujui utasema nini. La taqrabu salata wa antum sukara. Sasa ulevi ya kufanya wewe na Mola wako muwe mbali, na hakuna athari mbaya na hakuna mtihani mzito katika dunia hii kama iwekwe kizuizi baina wewe na Mola wako. Wallahi thumma wallahi, mtihani yote utakaopewa duniani, hakuna mtihani mkubwa kuliko wewe kuwa mbali na Allah. Kwa sababu ukiwa mbali na yeye, una nani wa kukushika mikono kando na yeye? Una nani wa kukunusuru unapodhulumiwa? Una nani wa kukutimizia haja zako kando na Allah? Muna mwingine kando na yeye? Wallahi hatuna. La ilaha illa Allah. Hakuna mwingine isipokuwa yeye anayestahili kuabudiwa. Kando na madhara ya kudhuru dini yako, yadhuru afya yako, wangapi ambao wana shida ya maini na sababu kubwa ni pombe wanayokunywa na madawa ya kulevya wanayotumia, bali yaathiri akili zao mpaka wamwona mtu aanza kupata maradhi ya depression na anxiety, na inafika wakati mpaka yuanza kuchanganyikiwa, ashindwa hata kuperform, kufanya kazi ya kila aina, na kila jukumu unayempatia yuafeli. Jukumu la kuweza kulinda nchi yuafeli, jukumu la kusimamia mke wake na kumhudumia hata katika kitanda hawezi, jukumu la kusimamia watoto wake hawezi. Hasa kuna faida gani ya wewe kutumia jambo ambalo la kukosesha raha na ya kufanya utete na kila mmoja aliyekuzunguka, ya kutetanisha na familia yako, ya kutetanisha na marafiki zako, ya kutetanisha na wakubwa wako kazini? Faida gani?
na kabla hapo imekuwa sababu ya wewe kukata uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Kando na madhara hayo, madhara yanayotokezea ni madhara ya pesa. Anayetumia madawa ya kulevya na mwenye kunywa pombe, huyu hana hamu isipokuwa starehe ni hiyo, na hakuna kitu kinachomdhuru anayetumia miraa au anayetumia madawa ya kulevya kama yeye kutumia hivi vitu, ili hali ya zile pesa ambazo anazopewa atakikana atekeleze wajibu ya kulipa kodi na kulipa matibabu na kusomesha watoto na kuleta chakula nyumbani. Haya yote si muhimu kwake. Ayuha almu'minun, katika athari mbaya ni kwamba ya kuleta karibu na shetani. Allah subhanahu wa ta'ala asema, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali man? Min amali shaitan. Sasa wewe ya kupeleka uwe karibu na shetani, na shetani Mwenyezi Mungu amemsifu katika Qur'ani, inna shaitana lakum sahib, inna shaitana lakum wali manhu adu, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam amemlaani mtu yote mwenye kutumia uraibu. Asema sallallahu alayhi wasallam alipowalaani almu'tasiru lahu wal'asiru washaribu walhamilu walmahmulu ilayhi, amewalaani mwenye kutumia, mwenye kubeba, mwenye kuuza, mwenye kupanda, mwenye kutengeneza. Hao wote wako na laana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini huenda mmoja akajiuliza, ikiwa pombe na madawa ya kulevya yana madhara haya yote na yule mwenye kutumia yuwajua, basi ni nini kinachomfanya endelee kurudia tena na tena? Sababu ya kwanza ulama wamesema ni kwamba huenda mtu kama huyu yuko na stress, yuko na dhiki, yuko na maumivu na hajui kudili na hii stress namna gani. Kwa hivyo njia rahisi ni kutumia uraibu na madawa ya kulevya. Ima kuna jambo la mkera, ama kuna mtihani yapitia, ama kuna maumivu, bali hata si ya mwili, maumivu yanayofungamana na roho. Kuna mambo kila akikumbuka yamtia dhiki. Kwa hivyo njia rahisi ni kutumia uraibu ili asahau, ili apate furaha. Ndio maana kila akitumia, baadaye asubuhi ikifika yuajuta, lakini jioni yarudi pale pale, yuanza tena, kama wanavyosema watu Mombasa, alifu na kijiti. Katika sababu nyingine ulama wamesema, au wataalamu wengine, huenda walikuwa hawatumii madawa ya kulevya, lakini mazingara na marafiki wabaya wanawaathiri. Bali katika mambo ya kuhuzunisha, saa zingine tuwajua watu au tuambiwa juu ya watu ambao walikuja katika training ili hali wanaijua Qur'ani na wamehifadhi Qur'ani, na baada ya training ikishamalizika hawajui swala, hawajui Qur'ani, bali wao ndio waongoza katika kunywa pombe na madawa ya kulevya. Hasa vipi mtu kama huyu amejua? Kwa sababu ya mazingara na marafiki wabaya. Na wewe kama Muislamu lazima ufahamu ya kwamba ukikaa katika mazingara ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu na usipokuwa na imani ya kisawasawa, utavutwa. Warabu wasemaje? Wasema as-sahibu sahib, as-sahibu sahib, rafiki wa kuvuta, rafiki wa kuvuta. Kwa nini watu wengine hutumia madawa ya kulevya? Kuna watu wamejiamini kupita kiasi. Wamejiamini kivipi? Asema wacha nionje, mimi najua mara moja, lakini I'll not be addicted to it. Kule kujiamini. Alafu baada ya kutumia na amekuwa addicted, is in denial, hakubali kwamba ana shida hii. Allah asema wala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun. Usione kwamba you are special. Mimi mara moja, lakini hii jambo hata niathiri. Kule kujaribu na kujiamini kupita kiasi katika mambo haya
usijifungulie mlango wa shari. Wengine katika mazingara ni kwamba mazingara waliomo ama katika majumba waliokulia, labda baba alikuwa kinywa pombe ama baba alikuwa kila miraa. Kwa hivyo ni jambo la kawaida, maadamu kila mtu yafanya nyumbani na kila anayezunguka, basi na mimi pia naweza kufanya. Hasa haya yamechangia wengine wakaingia katika hali kama hiyo. Ayuha almu'minun, tufahamuni ya kwamba hili jambo linahusiana na madawa ya kulevya na uraibu na pombe waweza kuacha ikiwa utaacha kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya afya yako. Kuna mtu anapoacha kutumia madawa ya kulevya au anapoacha kutumia pombe, chanzo kubwa kinachomsukuma yeye aache, mimi naona naanza kuwa mgonjwa, nimeambiwa figo au nimeambiwa juu ya maini yameanza kuathirika. Kabla hajafika huko, jifundishe kuacha kwa ajili ya Allah. Na kuna ibada tukufu inayotufundisha kuacha kwa ajili ya Allah. Sisi tunajua kufanya kwa ajili ya Allah, sio? Kuna kuacha kwa ajili ya Allah. Na ibada moja ambayo ni katika nguzo ya Kiislamu yatufundisha kuacha kwa ajili ya Allah ni ibada ya saum. Waacha kula kwa ajili ya nani? Allah. Waacha kunywa kwa ajili ya nani? Waacha kumwingilia mke wako ambaye ni halali na umemuoa na umelipa mahari na una hamu naye, wamwacha kwa ajili ya nani? Allah jalla jalal. Hasa ikiwa umeacha kunywa maji na wasikia kiu kwa ajili ya Allah, je, washindwa kuacha pombe? Ikiwa umeacha kula chakula ili hali una njaa, washindwa kuacha mali ya haramu na mali ya matima? Ikiwa umemwacha mke wako na umemwoa kwa halali na ukalipa mahari, washindwa kuacha zina? Hasa ibada hii yatufundisha kuacha kwa ajili ya Allah. Na siku ukiamua wataka kuchukua hatua kuacha miraa, mugoka, pombe, bangi, shisha, umeamua kuacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nawahusieni, tieni nia hii, naacha kwa ajili ya kumridhisha Allah. Na nawabashiria, wallahi hakuna kitu utaacha kwa ajili ya Allah ila Allah atakupatia maisha bora zaidi. Si maneno yangu, maneno ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an liwajhi Allah awadahu Allahu khairan min. Ukiacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah atakupa bora zaidi. La pili ni kumtubia Allah. Masahaba walimtubia Allah, waliacha pombe, waliacha zina, waliacha kuua, waliacha machafu, na wakawa ndo watu bora waliotembea juu ya ardhi hii. Katika mambo ambayo yatakayokusaidia uache mambo haya ya madawa ya kulevya na pombe, sababu ya tatu ni kushikamana na swala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Swala itakusaidia uepukane na machafu na mabaya. Jambo lingine, ikiwa wataka kuacha, jaribu uwe na mazingara na ubadilishe marafiki zako. Huwezi kusema wataka kuacha miraa, wataka kuacha pombe na bado uko na wale watu wako. Lazima ubadilishe mazingara. Sababu nyingine, ulama wanasema, ikiwa wataka usaidizi, usione haya kuitisha msaada, kama ni kupelekwa rehab ama kupelekwa kwingine. Usione haya. Seek help. Seek help. Madamu you are addicted, seek help, kwa sababu itakuathiri duniani na pia kesho akhera yako. Katika mambo ya msingi ambayo yatakayokusaidia kuepukana na madawa ya kulevya ni wewe kusaidia wale watu ambao walioathirika na madawa ya kulevya. Allah subhanahu wa ta'ala katika jina lake na katika sifa zake ni Ash-Shakur, kama nilivyoeleza.
Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa ahsinu kama ahsana Allahu ilaik, kama vile alivyowafanyia wema Mola wenu, nanyi pia wafanyeni waja wa Allah wema. Na Sheikh Muhammad Ali Maulid alipokuwa hapa alitaja sifa moja nzuri sana watu wa security lazima wawe nao, ambayo Rasul alikuwa nao sallallahu alaihi wasallam, nayo ni sifa ya rahma, kuwa na huruma. Na katika ishara kwamba una sifa ya rahma ni kwamba ukimwona mtu yoyote aliathirika na madawa ya kulevya, una huruma naye na wataka umsaidie. Na mtu yoyote ambaye anaeneza madawa ya kulevya, wampiga vita bila kujali. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa sababu ya Mwenyezi Mungu kukulipa. Atakulinda wewe na atalinda watoto wako na atalinda wajukuu wako. Lakini dunia rangi rangile, adunia dawara, mzunguko ni ule ule. Ukimsaidia mtu katika madawa ya kulevya na katika pombe, nawaambia wallahi ni deni utalipa, wallahi ni deni utalipa, ima wewe ama mtoto wako ama mjukuu wako. Mtu ambaye anayefanya shari wamhami na wamlinda, na huyu ndio anayekuwa chanzo ya jamii na ufakiri na umaskini na usherati kuenea. Wamhami na wamlinda, ujue ya kwamba hiyo ni deni, na wallahi deni hilo utalilipa hapa duniani kabla al-akhirah, utalilipa duniani kabla al-akhirah.